Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora hadi Kigoma pamoja na kuzindua ujenzi wa meli 4 za mizigo mkoani Kigoma zitakazotumika katika bandari ya Karema mkoa wa Katavi. Taarifa zaidi na Adela Moses kutoka Kigoma. Hapa ni katika bandari ya Kigoma. Tunashuhudia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akizindua meli hizo za mizigo kabla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora hadi Kigoma. Baada ya hayo kufanyika, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akazungumza na maelfu ya wananchi katika viwanja vya Katosho wilayani Kigoma, akieleza lengo la serikali la uwekezaji huo. Tunafanya haya yote kwa lengo la kuifungua nchi yetu kibiashara na kiuwekezaji, kupunguza gharama za usafiri na usafirishaji na kurahisisha bidhaa zetu kuyafikia masoko ya ndani, lakini pia masoko ya nje ya nchi. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika ya Kati na Kusini mwa Afrika. Kadhalika, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hakusita kutoa rai kwa Watanzania kutunza miundombinu hiyo inayogharimu matrilioni ya fedha kwa manufaa ya Watanzania wote na vizazi vijavyo. Tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho, kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule itachukua miaka mingi sana. Awali, Rais Daktari Samia alipokea taarifa ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa SGR kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini, Mhandisi Machibia Shiwa, huku Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa akieleza mikakati mipya ya serikali katika eneo la miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Sambamba na miradi hiyo, serikali inaendelea na maboresho ya kiwanja cha ndege cha Kigoma kwa gharama ya shilingi bilioni 51.4. Mradi huu utapokamilika mwishoni mwa mwaka 2026 utawezesha kiwanja hicho kuhudumia abiria takriban 400,000 kwa mwaka, kukipandisha hadhi kuwa kiwanja cha ndege cha kikanda na kufungua fursa mpya za kibiashara na utalii. Ujenzi wa mradi huu una jumla ya kilomita 411 za njia kuu na kilomita 95 za njia za kupishana. Aidha, kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu wa Kigoma, mkuu wa mkoa Balozi Simon Siro pamoja na mbunge wa jimbo la Kigoma Clayton Chipando wanaeleza faida za miradi hiyo, wakitoa uhakika wa kuilinda. Na meli hizo mpya zitaongeza pato la mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla. Dr. Samia Suluhu Hassan anatafuta pesa, anaangalia kushoto na kulia kutafuta hela. Anatuletea miradi mizuri kama hii. Ni kazi yetu sisi watu wa Kigoma kulinda hii miundombinu ambayo serikali inapambana kuleta katika mji wetu. Kwa hivyo wito wangu sasa kwa wanatabora ni kwamba wasisubiri mpaka ikamilike, waanze kuwekeza sasa. Kama ni hoteli, ajue kabisa atapata fursa hiyo kwa sababu mji utakwenda kukua. Reli hii itakapokuwa tayari, ina maana sisi huku watu wetu watanufaika na mambo mengi. Kutoka hapa katika viwanja vya Katosho vilivyopo hapa katika manispaa ya Kigoma Ujiji hapa mkoani Kigoma, ambapo hafla ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya SGR kipande cha kutoka Tabora hadi hapa mkoani Kigoma umefanyika hapa. Adela Moses, Channel 10. Asante Adela Moses. Chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto umesifu mchango wa vyombo vya habari nchini kwa mchango wake kwenye maendeleo ya jamii, huku ukivisihi kuendelea
kuhabarisha na kuelimisha umma kuhusu maendeleo ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ili kuwasaidia wananchi kufahamu nafasi yao katika maendeleo ya taifa. Tupate taarifa kamili. Sifa hizo za shukrani zimetolewa na mwenyekiti wa baraza la chuo ambaye ni jaji wa mahakama ya rufani Daktari Mary Caroline Levira wakati wa hafla ya utoaji tuzo maalum kwa vyombo vya habari ikiwemo kituo cha television cha Channel 10 ikiwa ni maalum kwa ajili ya kutambua mchango wa vyombo hivyo katika kuelimisha umma kuhusu kazi zinazofanywa na chuo hicho. Lakini vile vile tunashukuru kwa dhati ndugu zetu wa Channel 10 kwa kuwa washirika muhimu katika kuhabarisha umma kuhusu shughuli za chuo chetu. Nafasi mnazopatia katika vipindi vyenu mbalimbali zimesaidia jamii kufahamu malengo na mwelekeo wa taasisi yetu. Muendelee kutumia taaluma yenu kuelimisha umma na kuhamasisha maendeleo ya taifa kufikia Dira 2050. Kuhusu maendeleo ya chuo hicho, Mheshimiwa Jaji Daktari Levira ameeleza mafanikio makubwa yaliyopatikana tangu kuanzishwa kwake mwaka 1998 pamoja na mchango wake kwenye maendeleo ya sekta ya sheria na mahakama nchini. Kama mahakama peke yake itakuwa na uelewa alafu wadau wasiwe na uelewa huo, hatuwezi kwenda pamoja. Tunaweza kupishana mahali fulani. Kwa hiyo sisi kwa kuona umuhimu wa jambo hilo tumeendelea kuwa tunatoa kozi mbalimbali, na kama ambavyo wamesema kuna nyingine mpya ambazo pia lengo lake ni hilo. Kwa sisi chuo chetu kazi yake ni kujengea mahakama uwezo katika kukabiliana na changamoto za sasa na za baadaye. Ndio maana tunaona hata sasa hivi tunaanza sana kwenda kwenye role ya artificial intelligence. Akizungumzia programs zinazotolewa na chuo hicho, naibu mkuu wa chuo taaluma, tafiti na mshauri elekezi Daktari Julius Cosmas amesema mwaka wa masomo 2026-27 kinatarajia kuanza kutoa programu mpya ikiwemo utunzaji wa nyaraka na kumbukumbu katika ngazi ya diploma na cheti. Mchakato umeshafanyika na hizo programu zishatengenezwa na wadau wameshahusishwa, na kwa sasa mtaala husika umeshapelekwa na Activate kwa ajili ya kupitiwa. Akitoa shukrani kwa niaba mkurugenzi mtendaji wa Africa Media Group Limited MGL Dennis Msaki inayomiliki kituo cha Channel 10, Channel 10 Plus na Magic FM Radio, mhariri mkuu wa Channel 10 Ezekiel Mwambopo amesema ushirikiano mkubwa unaotolewa na chuo hicho kwa vyombo vya habari umerahisisha shughuli za utoaji wa habari kwa umma na kuahidi kuendelea kuhabarisha umma kadri itakavyowezekana. Nifikishe pongezi pia za Africa Media Group Limited kwa chuo cha uongozi wa mahakama kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Moja zaidi ikiwa ni pia katika kuchangia maendeleo ya sekta ya sheria na mahakama hapa nchini kwa kazi kubwa ambayo mnafanya kupitia taaluma ambayo mnaitoa kwa wanasheria, lakini vile mahakimu, lakini vile na wale wote wanaoshiriki taaluma hii ya sheria. Lakini kwa upande wa ahadi ni kwamba kama ilivyo desturi na kwa motisha ambayo mmetupa, sisi tutaendelea kutekeleza majukumu yetu kupitia vyombo vyetu vya habari. Kushiriki ni kwamba safari si kwamba imeanza, safari inaendelea, na kwamba tunaendelea kushirikiana na chuo hiki kadri tunavyoweza sisi. Sasa si tena tusubiri mwaliko. Vyombo vingine vya habari vilivyopokea tuzo hizo za shukrani katika hafla iliyofanyika jijini Dar es Salaam ni shirika la utangazaji Tanzania TBC na kampuni ya magazeti ya Mwananchi kupitia gazeti lake linalochapishwa kwa lugha ya Kiingereza la The Citizen. Tunapotoa taarifa hizi sisi tunaona tukua tunatimiza tu majukumu yetu, lakini tunashukuru kwamba kumbe tunaonekana na kwamba mnatambua kile ambacho tunachokifanya. Kwa kweli mmetutia moyo na mmetupa deni kubwa sana uongozi wa chuo cha mahakama. Nchi kuelewa sheria ni jambo muhimu sana kwa sababu kuna 3 state organs: executive, judiciary, legislature. Kwa hiyo mahakama na legislature ni mihimili ambayo inasaidia nchi yoyote kuweza kuendelea. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepiana, Channel 10. Asante Kisa Mwepiana. Serikali pamoja na wadau wa haki za binadamu nchini
wameombwa kupendekeza adhabu na sheria kali zitakazotolewa ili kusaidia kumaliza changamoto ya ukatili wa kijinsia zinazoikabili jamii, ikiwemo ukeketaji na ndoa za utotoni. Musa Makana na ripoti kutokea Mara. Pamoja na mapambano ya wadau kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia, wanaoguswa moja kwa moja na vitendo hivyo ni mabinti ambao wao wanaenda mbali na kusema sasa ipo haja ya kuwepo na sheria kali ya moja kwa moja ya kukomesha vitendo hivyo kwa watakaobanika kuhusika. Basi watengeneze sheria maalum kama vile ukiiba unafungwa miaka fulani, basi na wenyewe wawekee sheria kwamba wewe ngariba ukikamatwa unafanya kitendo hichi inatakiwa ufungwe miaka fulani fulani. Hiyo itaweza kupunguza, kwa sababu kukiwepo na sheria maalum ambayo inawafunga hao watu, na watu pia watakuwa na ule uoga wa kuweza kuendeleza hivyo vitendo, na hii itasaidia sana kuweza kupunguza vitendo vya ukatili ambavyo sasa vinatendeka katika mazingira yetu yote ambayo yanatuzunguka. Kwa mimi sasa ningekuwa ndo mimi, yani ndo mfano rahisi, au wakikamatwa yani kwa sasa ndo wanakeketa, wanyongwe kabisa, wananing'iniza hivi hadharani kila mtu aone. Mtu akiona hivyo atajua ni nini na atajua hichi kitu sio kizuri, ndio maana serikali inachukua hatua ngumu kiasi hiki. Rais Samia ni mwanamke. Kwa hiyo yani hii inaonyesha dhahiri na watoto wa kike pia wanayo haki ya kupata elimu ili na wenyewe waje wawe na maendeleo makubwa zaidi. Hili ni kongamano la kujadili changamoto zinazowakabili watoto wa kike na kusababisha wengi wao kushindwa kufikia ndoto zao ikiwemo elimu, liloandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Gurumeti Fund, na hapa Gurumeti wanasema kwa kiasi kikubwa wamefanikiwa kuzigusa ndoto za watoto hawa. Naona pia watoto wa kike wakichagua kusoma career ambazo mwanzoni zilikuwa zinaonekana labda hizo career ni za watoto wa kiume, na pia tumeweza kupata mabinti wanaojiamini, wanaoweza kusimama katika nafasi zao, kwa sababu inaonekana watoto wa kike wanatakiwa waolewe waweze kuleta ng'ombe kwenye familia zao. Tunawapa nguvu sana watoto wa kike ili waweze kusimama, na wakiwa mfano wakawaonyesha wengine, itaonekana kwamba jamii inaweza ikasimama kama watoto wa kike wataweza kukua na kusimama. Kutoka hapa wilayani Serengeti mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu amewataka watumishi wa umma wote wanaodaiwa kuhusika na ubadhirifu wa fedha za mradi wa ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi Mfinga wafikishwe mahakamani baada ya kubainika kuwepo kwa viashiria vya matumizi mabaya ya fedha za umma. Akizungumza baada ya kukagua mradi huo, Waziri Sangu amesema hajaridhishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi huo licha ya fedha nyingi zilizotolewa na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wake. Amesema kati ya shilingi milioni 220.1 zilizotolewa kwa mradi huo tangu Julai 2025, tayari shilingi milioni 212.9 zimetumika, lakini ujenzi bado haujakamilika, jambo ambalo linaibua maswali kuhusu uwajibikaji na usimamizi wa fedha za umma. Naye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mfinga, Crispin Constantine, amesema fedha za mradi huo zililenga kujenga vyumba viwili vya madarasa ya elimu ya awali, vyumba 6 vya madarasa ya shule ya msingi, matundu 6 ya vyoo pamoja na uzio wa shule, na mradi ulipaswa kukamilika Novemba 2025, lakini hadi sasa haujakamilika, huku zikiwa zimebaki shilingi milioni 7.1 pekee. Tunaelezwa kwamba mradi huu mpaka sasa kuna hasara milioni 40 ambazo zimepotea katika mazingira ya kutatanisha. Wananchi wa Mfinga wanasubiri watoto wasome kwenye madarasa mapya yenye madawati na aluminium. Leo hii tunawapa habari ya kwamba milioni 40 kutoka kwenye ripoti ya mkaguzi wa ndani kwamba hazipo. Ni habari ya kusikitisha kabisa na ikubaliki. Mimi kama mbunge wenu siwezi kukubaliana hata siku moja namna hiyo fedha ziletwe hapa za wananchi kwa ajili ya madarasa ya watoto wetu shule ya awali na msingi, alafu watu wachache tu wakadhani kwamba ni rahisi kula hela za serikali. Hela za serikali huwa haziliwi kienyeji namna hiyo. Ni kweli shule hii tulipata hizo fedha, lakini pia kama unavyoona mradi huu tulitegemea huo umekamilika. Na ulitakiwa ukamilike mwezi wa 11, baadaye waka extend contract ikaonekana utakamilika mwezi Machi, lakini tena ikaendelea, lakini naona pia kumekuwa na changamoto ambazo kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, mradi huu pamoja na haya yote mazuri tuliyosema
na jitihada kubwa ambazo tunatupambania kupata fedha, lakini bado ni mradi ambao unajengwa. Wananchi wa kata ya Korongwe wilaya ya Nkasi mkoani Rukwa wameishukuru serikali kwa kuanza utekelezaji wa ombi lao la kujengewa kituo cha polisi, hatua ambayo itasaidia kusogeza huduma za ulinzi na usalama karibu na wananchi. Shukrani hizo zimetolewa jana wakati kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa Sakap Shadrack Masija alipokutana na viongozi wa kata, vijiji na vitongoji vya Korongwe kujadili kuanza kwa ujenzi wa kituo hicho. Akizungumza kwa niaba ya viongozi wa kata ya Korongwe, Diwani Hamisi Hussein ameshukuru serikali na jeshi la polisi mkoa wa Rukwa kwa kulifanyia kazi ombi la wananchi, akisema ujenzi wa kituo hicho utakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi katika kuimarisha ulinzi na usalama. Kwa hiyo lengo la kuja sisi leo huku kwenu ni kwamba tumeshaletewa hela, kama nilivyokuwa namwambia mheshimiwa Diani hapa, tumeletewa hela kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi kata ya Korongwe. Tulikuja kwa ajili ya hilo, lakini tumekwisha iona site, yani eneo ambapo kituo kitajengwa. Kwa hiyo tumekuja tuwaombe pale tutakapohitaji nguvu mtusaidie ili tuweze kukimbizana, ikiwezekana hicho kituo kiishi. Tunashukuru sana kwa maombi tuliomba kituo cha polisi. Mambo yetu yamejibiwa kwa leo. Serikali imetupa fedha, kwa hiyo nafikiri tutashirikiana pamoja mpaka zoezi la kituo cha polisi kikamilike. Tukiwa na polisi jirani, mambo mengi yatashughulikiwa kwa wakati na tutaondokana na adha ya wizi mdogo mdogo na uvunjaji wa manyumba, kwa sababu maeneo haya kuna vitu vidogo vidogo vinafanyika ambavyo havina tiba maalum ya wakati unaofaa. Serikali kuu tunashukuru sana kwa mradi uliotuletea, kwa sababu mimi kama mwananchi wa kijiji hichi cha Korongwe asilia na kata ya Korongwe inakuwa na uhuru wa kufanya kazi, kwa sababu muda wote najua nina ulinzi. Kilikuwa kilio chetu cha muda mrefu sana. Mimi na wananchi wangu kama mwenyekiti wa kijiji tunaahidi tutashirikiana nao mpaka kituo chetu kisimame mwanzo mwisho. Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola, huku jimbo la Ituri ambalo ndilo lililoathirika zaidi lililokumbwa na hofu ya usalama katika utoaji wa huduma baada ya ongezeko la vifo. Wizara hiyo imesema kufikia siku ya Jumamosi tayari kulikuwa na rekodi ya visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa, huku vifo vipya vikirekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, ambayo inafanya kuwa idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Mamlaka nchini humo zimesema karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei mwaka huu. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Masauni amewataka wananchi hususan vijana kudumisha muungano na kuepuka kupotoshwa na propaganda za mitandaoni zinazolenga kuvuruga amani ya nchi. Margaret Malisa anaarifu zaidi. Waziri Masauni ametoa rai hiyo wakati akizungumza na wananchi katika uzinduzi wa mradi wa vijana wa kituo cha biashara cha kimkakati cha halmashauri ya manispaa ya Kibaha katika ziara yake inayoendelea mkoani Pwani. Nimefurahi kuona vijana wa Kibaha, nyinyi ndio mfano sahihi wa vijana wa nchi hiyo unapaswa kufanyika. Tumie fursa zipo nyingi za serikali, mwache kama mitandao, kuporosha watu wenyewe hapa kwa maslahi yao binafsi. Bila muungano, bila umoja na mshikamano, nchi hii ilipande. Awali akitoa taarifa ya mradi huo, mkurugenzi wa manispaa ya Kibaha Daktari Rogers Shemwalekwa pamoja na mambo mengine amesema mradi huo unalenga kuweka miundombinu ya kisasa itakayochochea ukuaji wa shughuli za kibiashara na huduma. Mradi huu unatekelezwa kwa njia ya force account kwa kutumia fedha mapato ya ndani. Na hadi sasa utekelezaji wake umefikia 55%, ambapo ujenzi wa frame tisa za biashara, karakana ya magari, kituo cha kuoshea magari na kiwanda kidogo cha kufyatua tofali umekamilika,
kwa kiwango kikubwa. Baadhi ya wananchi wa manispaa ya Kibaha wamepongeza uwepo wa mradi huo na kueleza namna utakavyo wanufaisha. Kama hivyo tuna mradi wa matofali, pia gesi, vyombo vya usafiri vingi vitachange kutoka kwenye petroli, watakuja kupata huduma ya gesi. Tukienda kwenye kata zetu na mitaa yetu, hawa vijana wengi mtaani tunazurura, hatuna ajira. Mimi niombe hilo lizingatiwe, vijana wazawa kwanza. Ziara hiyo ya Waziri Masauni pia imehusisha uwekaji wa mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ukiwemo mradi wa shule mpya ya mchepuo wa Kiingereza katika kata ya Kongoe, kituo cha kupokea na kupoza umeme kilichoko Mlandizi, shule mpya ya wanafunzi wenye mahitaji maalum iliyoko Mlandizi, na baadaye Waziri Masauni akazungumza na wananchi katika uwanja wa Mtongani ulioko Mlandizi. Margaret Malisa, Channel 10. Asante Margaret Malisa kwa taarifa hiyo. Rais wa Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema anaanza ziara ya kiserikali nchini Ufaransa ikiwa na lengo la kuimarisha uhusiano na kuinua uchumi baina ya nchi hizo mbili, ambapo ufuatiliaji wa makubaliano yamefikiwa Libreville mwezi Novemba 2025, ikiwa ni ziara ya mwisho ya Emmanuel Macron nchini Gabon. Utagubikwa majadiliano kati ya marais hao wawili jijini Paris. Kufuatia ziara hiyo, Gabon imetoa wito kwa mataifa mengine ikiwemo Uturuki na India, ambapo Paris imesalia kuwa mshirika mkuu wa kidiplomasia wa Gabon na kuomba kuondolewa kwa vikosi vya Ufaransa kwa kudai hati miliki ya ardhi ya kituo cha zamani cha jeshi la Ufaransa huko Gabon. Suluhisho la kifedha lililojadiliwa na taasisi za kimataifa linahimizwa na Ufaransa, ambayo pia inaongoza klabu ya Paris, shirika la wadai waliopewa jukumu la kutafuta suluhisho kwa nchi zenye deni ambazo ziko katika shida. Na huko Uingereza, Andy Bonham amekuwa rasmi waziri mkuu wa 59 wa Uingereza baada ya Mfalme Charles wa III kualika kuunda serikali katika mkutano wa faragha uliofanyika ikulu ya Buckingham, ikiwa ni baada ya Keir Starmer kujiuzulu katika nyadhifa hiyo. Akihutubia taifa kwa mara ya kwanza kutoka Downing Street, Bonham amesema kizazi chake cha wanasiasa kinapaswa kuongeza kiwango cha utendaji ili kukabiliana na changamoto zinazoikabili Uingereza, huku akisema uteuzi wake ni wakati wa kutafakari na kujenga azma mpya, akiahidi kuleta mwelekeo mpya na uongozi na kuirejesha nchi katika utulivu. Bonham ameahidi siasa za ushirikiano na utatuzi wa matatizo badala ya siasa za kushambuliana na kukosoa baadhi ya sera za miaka 1980 zikiwemo ubinafsishaji na kuporomoka kwa sekta ya viwanda, akisema maeneo mengi ya nchi bado hayajapona kutokana na athari zake. Na kwa taarifa hiyo basi, mtazamaji, inatupa nafasi kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.